Katika chumba cha Amani usiku wa manane, simu imezimika, picha ya Neema imepotea. Amani anapumua kwa nguvu. Amani, hii haiwezekani. Haiwezi kuwa video ya kawaida. Zuberi anaangalia hirizi mezani. Hirizi inaanza kutikisika yenyewe. Uzi mwekundu unajikaza kama unavuta kitu kisichoonekana kabisa kwa macho ya kawaida. Zuberi kwa hofu anamuuliza, hii si kazi ya binadamu? Ghafla taa inazimika. Ukuta unaanza kuonekana kama unavuja kivuli cheusi. Kivuli kinaanza kujikusanya katikati ya chumba kama moshi mzito. Katika eneo la msituni, wakati huo huo, mbele ya moto mkubwa, katikati kuna alama ya duara. Damu ardhini zimetapakaa. Ndani ya duara, Neema amefungwa mikono, analia kimya kimya. Pembeni amesimama Rashidi akiwa amevaa vazi la kitambaa cheusi. Karibu naye yupo Mzee Kito, lakini uso wake umejaa maumivu na si furaha. Rashidi, leo usiku nguvu itarudi mikononi mwangu. Anachukua kisu, lakini katika nyumba ya Amani kimvuli kinaonekana kinajikusanya na kuunda sura ya mwanamke. Ni uso wa Mama Neema, lakini macho yake ni meusi kabisa. Sauti ya kimvuli inasikika ikisema, msitu, nenda msituni. Amani anajaribu kugusa kimvuli, mkono wake unapita ndani yake, lakini anahisi baridi kali sana kwenye mapafu yake. Zuberi, tunaenda sasa hivi. Katika msitu tambiko linakoendelea, Rashidi anaonekana akikata kidole chake. Damu inadondoka kwenye alama ya duara. Ardhi inaanza kutetemeka kidogo. Neema anaanza kupiga kelele. Neema, hii si nguvu yako? Rashidi anacheka kwa sauti ya chini. Rashidi, nilimfundisha mama yako kila kitu. Mzee Kito anatikisa kichwa polepole. Mzee Kito, hii imevuka mipaka. Rashidi anamtazama kwa hasira. Katika barabara ya msituni, Amani na Zuberi wanaonekana wakikimbia gizani. Upepo unapiga kwa nguvu isiyo ya kawaida. Miti inaanza kuyumba kama kuna kitu kinapita juu yao. Ghafla mbele yao anasimama mwanamke mzee mwenye macho meupe tupu. Ananong'ona, geukeni, geukeni. Zuberi anapiga hatua. Amani anapiga kelele, hatutaacha. Mwanamke anatoweka kama moshi. Wakati tambiko likikaribia kukamilika, Rashidi anakaribia kumkata Neema. Hirizi iliyoko kwa Amani inaanza kuwaka moto mkononi mwake. Amani, hirizi inatoa mwanga mkali. Mti mmoja mkubwa msituni unapigwa radi. Ghafla mvua inaanza kunyesha. Moto unawaka pembeni ya tambiko. Watu wa Rashidi wanaanza kukimbia kwa hofu sana. Wakati mapambano ya nguvu za giza yakiendelea, Amani anaingia eneo la tambiko. Rashidi anageuka polepole. Rashidi, nilijua utakuja. Ardhi inatetemeka. Vivuli vinainuka ardhini kama mikono ya watu waliokufa. Vinajaribu kumshika Amani. Zuberi anawapiga watu wa Rashidi wanaokimbia. Neema naye anajaribu kujifungua kamba. Rashidi ananyanyua mkono. Kimvuli kikubwa kinainuka nyuma yake kama umbo la pepo. Rashidi akipiga kelele, nguvu, nguvu irudi kwangu, nguvu, nguvu irudi kwangu. Lakini ghafla hirizi ya Amani inapasuka. Mwanga mkali mweupe unatoka ndani yake. Kivuli kinapiga kelele kali isiyo ya binadamu. Miti inainama. Moto unazimika ghafla. Kimya kizito kinatawala. Mara baada ya mlipuko, Rashidi anaanguka chini, lakini bado yu hai. Neema ameokolewa. Mzee Kito amelala chini, damu ikimtoka mdomoni.
Neema akimkimbilia, hapana, hapana, hapana. Mzee Kito kwa sauti dhaifu, mlango umefunguka, mlango umefunguka. Anakufa. Upepo unavuma kwa nguvu zaidi. Zubeli anaangalia anga. Zubeli, hili halijaisha. Tumeamsha kitu kikubwa zaidi. Kwa mbali kidogo, msituni, chini ya ardhi, macho mawili mekundu yanaanguka gizani. Sauti nzito isiyo ya kibinadamu. Damu ya ukoo imevunjwa. Na huu ndio mwisho wa episodi ya 3 katika simulizi hii ya Kimvuli cha Mji wa Kiza. Ni kipi kitakachoendelea kwa upande wa Neema, Amani na Zubeli? Episodi ya 4 ina majibu ya maswali yote haya. Msimulizi wa hii hadithi au msimulizi wa hii simulizi ni Fausta Sanga, lakini pia mwandishi ni Heri Mfuru, na hii ni Mfuru TV. Usisahau kusubscribe pamoja na kuacha komenti yako hapo chini kuhusiana na simulizi hii kali na ya kusisimua kabisa. Hadi wakati mwingine, bye bye.